Karibu katika habari za mchana wa leo kutoka Congo Post News Media inayokuletea taarifa za kuaminika kwa haraka na kwa kina kuhusu siasa, usalama, afya na maendeleo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ukanda wa maziwa makuu. Mimi ni Idi George. Katika vichwa vya habari vya mchana huu, jeshi la FARDC kwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo walidaiwa kuwasukuma nyuma waasi wa M23 katika maeneo ya Masisi na Walikale, huku sekta ya Katoi pamoja na vijiji kadhaa muhimu karibu na Rubaya vikidhibitiwa na Wazalendo. Chama tawala cha UDPS kinaendelea kuharakisha mjadala wa mageuzi wa katiba nchini DRC, huku Katiba mkuu wa Augustin Kabuya akieleza kuwa katiba mpya inapaswa kujengwa juu ya mafanikio ya zamani pamoja na mapendekezo ya Conference Nationale Souveraine. Serikali ya Uingereza yatangaza msaada wa pauni milioni 20 za sterling kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika habari za usalama na mazingira, askari wawili wa ulinzi wa mazingira EcoGarde wauawa katika shambulio la watu wenye silaha ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile tutakunga na habari za kimataifa. Hizo ni baadhi ya habari tutakazo kuhabarisha kwa undani ndani ya taarifa za mchana wa leo. Endelea kuwa nasi kupitia Congo Post News. Mimi ni Idi George. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia changamoto za kiusalama baada ya watu wenye silaha kufanya mashambulio katika hifadhi ya taifa ya Virunga na kuwaua askari wawili wa ulinzi wa mazingira wanaojulikana kama EcoGarde. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya usalama pamoja na wasimamizi wa hifadhi hiyo, shambulio hilo lilitokea katika moja ya maeneo ya ndani ya hifadhi ya Virunga, eneo ambalo limekuwa likikabiliwa mara kwa mara na vitisho kutoka kwa makundi yenye silaha yanayofanya shughuli haramu ndani ya hifadhi hiyo kubwa na maarufu barani Afrika. Askari hao wa mazingira walikuwa katika operation za kawaida ya kulinda wanyamapori na usalama wa hifadhi wakati walipovamiwa na watu waliokuwa na silaha nzito. Taarifa zinaeleza kuwa washambuliaji hao walifyatua risasi kwa ghafla kabla ya kutoweka misituni baada ya tukio hilo. Viongozi wa hifadhi ya Virunga wamelaani vikali shambulio hilo, wakieleza kuwa EcoGarde wanaendelea kutoa maisha yao kwa ajili ya kulinda ardhi wa asili ya Kongo pamoja na usalama wa wananchi wanaozunguka maeneo ya hifadhi. Wametoa salamu za rambirambi kwa familia za walinzi hao waliopoteza maisha wakiwa kazini. Hifadhi ya taifa ya Virunga ni moja ya maeneo muhimu zaidi ya uhifadhi wa mazingira duniani. Inafahamika kwa kuwa na wanyama adimu wakiwemo sokwe wa milimani pamoja na utajiri mkubwa wa misitu na viumbe hai. Hata hivyo, kwa miaka mingi eneo hilo limekuwa limeathiriwa na migogoro ya kivita, biashara haramu na mali asili pamoja na uwepo makundi ya waasi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa walinzi wa mazingira katika Virunga wanakabiliwa na hatari kubwa kila siku kutokana na hali na kazi zao ya kupambana na wawindaji haramu, ukataji miti pamoja na vikundi vya silaha vinavyojificha ndani ya misitu ya hifadhi hiyo. Mashirika ya kimataifa ya uhifadhi wa mazingira yanaendelea kutoa wito kwa serikali ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza ulinzi na msaada wa ulinzi wa hifadhi ili kuhakikisha usalama wao pamoja na kuendelea kulindwa kwa rasilimali za asili za taifa hilo. Tukio hilo limezua huzuni kubwa miongoni mwa wananchi na watetezi wa mazingira, huku wengi wakisisitiza umuhimu wa kurejesha amani katika maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuzuia kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya walinzi wa mazingira na raia wasiokuwa na hatia. Mpaka sasa mamlaka za Kongo zinaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini waliohusika na shambulio hilo pamoja na sababu za uvamizi huo ndani ya hifadhi ya taifa la Virunga. Serikali ya Uingereza imetangaza msaada mpya wa fedha wenye thamani ya pauni milioni 20 za sterling kwa ajili ya kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imekuja wakati mamlaka za afya pamoja na mashirika ya kibinadamu zikionya kuhusu hatari ya kusambaa zaidi kwa ugonjwa huo katika maeneo yenye changamoto nyingi za kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na viongozi wa Uingereza, fedha hizo zitatumika kuimarisha huduma za afya, kusaidia utoaji wa matibabu kwa wagonjwa, kuongeza vifaa vya kinga kwa wahudumu wa afya pamoja na kuimarisha kampeni za ufuatiliaji maambukizi
katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiafya kutokana na migogoro ya silaha, hali inayosababisha ugumu katika kuwafikia wananchi waliopo vijijini na maeneo mengine mapigano. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa mazingira hayo yanaongeza hatari ya kusambaa kwa Ebola kwa sababu baadhi ya wagonjwa hushindwa kupata matibabu kwa wakati, huku wengine wakihama kutoka eneo moja kwenda jingine wakikimbia machafuko. Mamlaka za afya za Kongo zimepokea msaada huo kama hatua muhimu katika kuimarisha vita dhidi ya ugonjwa huo ambao tayari umesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Serikali ya Kongo kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani pamoja na mashirika mengine ya kimataifa inaendelea kufanya kampeni za uelimishaji kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya Ebola. Taarifa zinaeleza kuwa sehemu ya fedha hizo au pesa hizo zitatumika kusaidia maabara za uchunguzi, mafunzo kwa wahudumu wa afya pamoja na kuongeza kasi ya utoaji wa chanjo katika maeneo yaliyo katika hatari kubwa ya maambukizi. Wachambuzi wa masuala ya afya wanaamini kuwa msaada huo wa Uingereza unaweza kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo ikiwa utatumika kwa haraka na kwa usimamizi mzuri. Hata hivyo, wameonya kuwa changamoto za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado zinaweza kuathiri operations za afya, hasa katika maeneo yaliyokumbwa na mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi. Wananchi katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika wanaendelea kuishi kwa taharuki, huku wengine wakieleza hofu ya kurejea kwa madhara makubwa yaliyowahi kushuhudiwa katika milipuko ya zamani ya Ebola nchini DRC. Mashirika ya kibinadamu nayo yanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha na vifaa ili kuzuia mlipuko huo kuenea zaidi ndani na nje ya mipaka ya Kongo. Mpaka sasa, juhudi za pamoja kati ya serikali ya Kongo na mashirika ya afya na mataifa washirika zinaendelea kupewa kipaumbele katika kuhakikisha ugonjwa huo unadhibitiwa haraka na maisha ya wananchi yanaokolewa. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko jeshi la serikali ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo wakidai kupata ushindi mkubwa dhidi ya waasi wa M23 katika wilaya Masisi na Walikale. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vya usalama na wananchi wa eneo hilo, waasi wa M23 waliokuwa wakijaribu kupanua maeneo yao ya udhibiti kuelekea ndani ya Masisi na Walikale walikabiliwa na changamoto mkali kutoka kwa FARDC pamoja na makundi ya Wazalendo. Mashambulizi hayo yamepelekea waasi hao kusukumwa nyuma na kupoteza maeneo kadhaa muhimu yaliyokuwa karibu na mji wa madini wa Rubaya. Siku ya Alhamisi tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026, wapiganaji wa Wazalendo walithibitisha kudhibiti kikamilifu sekta ya Katoi, eneo linalojumuisha makundi 6 muhimu ambayo ni Katobi ya pili, Nyamaboko ya pili, Ofamando, Kambule, Lwindi pamoja na Nyalipi. Wazalendo wanaripotiwa pia kushikilia vijiji vinne kati ya vinane vya kundi la Mufunyi, Kibabi, ikiwemo Karoba, Bukumbiriri, Muho na Lutingita. Wananchi wengi wa maeneo hayo wanaendelea kushuhudia hali ya taharuki kutokana na mapigano hayo ambayo yamesababisha baadhi ya familia kukimbia makazi yao wakihofia kurejea kwa mashambulizi mapya. Hata hivyo, kwa upande wa FARDC na Wazalendo, ushindi huo unaonekana kuwa muhimu katika juhudi za kuzuia kusambaa kwa ushawishi wa M23 katika maeneo ya madini yenye muhimu mkubwa kiuchumi. Taarifa kutoka karibu na mji wa Rubaya zinaeleza kuwa idadi kubwa ya wapiganaji wa M23 waliojeruhiwa wameonekana kuwasili katika maeneo hiyo kwa ajili ya kupata matibabu na kujipanga upya. Hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wakazi kwamba waasi hao wanaweza kuandaa mashambulizi mengine ya kulipiza kisasi katika siku zijazo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kudai kuwa waasi wa M23 pamoja na washirika wao wanajaribu kuimarisha safu zao karibu na Rubaya, huku juhudi za kuandaa mashambulizi ya kurejesha maeneo walioyapoteza zikidaiwa kuendelea kwa siri. Hata hivyo, hadi sasa FARDC na Wazalendo wanaonekana kuendelea kuimarisha ulinzi wao katika maeneo walioyachukua ili kuzuia uvamizi mwingine. Mji wa Rubaya una umuhimu mkubwa kutokana na utajiri wa madini, jambo ambalo linalofanya eneo hilo kuwa kitovu cha mapigano mara kwa mara kati ya pande zinazoasimiana. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa endapo juhudi za kisiasa hazitachukuliwa haraka, mapigano yanaweza kuendelea na kusababisha madhara makubwa zaidi kwa raia wasiokuwa na hatia.
Mpaka sasa serikali ya Kongo haijatoa tamko rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo hivi karibuni. Mashirika ya kibinadamu nayo yanaendelea kueleza wasiwasi juu ya hali ya wananchi waliokimbia makazi yao huku wakikosa huduma muhimu kama chakula, maji safi na matibabu. Hayo ni maendeleo ya hivi karibuni kutoka kaskazini ambako hali ya usalama inaendelea kubadilika siku baada ya siku kati ya jeshi la FARDC, wazalendo na AFC M23. Chama tawala cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS kinaongozwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi kinaendelea kuharakisha mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba ya taifa hilo huku viongozi wake wakisitiza umuhimu wa kuandaliwa kwa katiba mpya zitakazozingatia historia na mahitaji ya sasa ya wananchi wa Kongo. Katibu mkuu wa chama hicho Augustin Kabuya ametoa kauli mpya akieleza kuwa katiba ijayo ya Kongo inapaswa kujengwa juu ya mafanikio inayopatikana katika mifumo ya zamani ya kisiasa pamoja na rasimu iliyowahi kuandaliwa wakati wa Conference Nationale Souveraine, mkutano mkubwa wa kitaifa uliofanyika miaka 90 kwa lengo la kuweka misingi ya demokrasia nchini humo. Kwa mujibu wa Kabuya, viongozi wa UDPS wanaamini kuwa baadhi ya vipengele vya katiba ya sasa havikadhi tena mahitaji ya taifa na vinapaswa kufanyiwa maboresho ili kuimarisha utawala bora, taasisi za serikali pamoja na ushiriki wa wananchi katika maendeleo ya nchi. Kauli hiyo imeongeza mjadala mkubwa ndani ya Kongo ambapo baadhi ya wanasiasa na wanaharakati wanaunga mkono wazo la marekebisho ya katiba wakisema linaweza kusaidia kurekebisha mapungufu yaliyopo katika mfumo wa sasa wa uongozi. Hata hivyo, upande mwingine wa upinzani unaendelea kueleza hofu kwamba mchakato huo unaweza kutumiwa kisiasa kwa manufaa ya kundi fulani la viongozi waliopo madarakani. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa kurejea ya Conference Nationale Souveraine ina maana kubwa kwa historia ya Kongo, kwani mchakato huo uliwahi kuonekana kama hatua muhimu katika mapambano ya demokrasia baada ya miaka mingi ya utawala wa kimila. Kwa hiyo kutumiwa kwa baadhi ya mapendekezo ya mkutano huo kunaweza kuwa njia ya kuonyesha kuwa mageuzi hayo yanataka kuhusisha maoni ya kihistoria ya wananchi wa Kongo. Katika kipindi hiki mjadala kuhusu katiba unaendelea kuchukua nafasi kubwa katika medani ya kisiasa nchini humo, huku wananchi wengi wakisubiri kuona ikiwa serikali itaanzisha rasmi mchakato wa maboresho au kuandika katiba mpya kabisa. Hadi sasa hakuna tarehe rasmi iliyotangazwa kuhusu kuanza kwa mchakato huo, lakini kauli ya viongozi wa UDPS vinaonyesha wazi kuwa swala la mageuzi ya katiba imekuwa moja ya ajenda kuu ya siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari toka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Zaidi ya mataifa 20 sasa yamelaani Israel kufuatia tuhuma za matumizi ya nguvu dhidi ya wanaharakati wa msafara wa misaada iliyokuwa ikielekea Gaza ambao walikamatwa. Mfano, Italia imetoa wito kwa Umoja wa Ulaya kumwekea vikwazo waziri wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir. Wakati huo huo, wanaharakati hao tayari wameondoka nchini Israel. Zaidi na Hamida Abubakar. Ni wakati ambapo waziri wa mrengo wa kulia wa Israel Ben Itamar Gvir, ambaye amekuwa kwenye mstari wa mbele kukataa kupelekwa kwa msaada Palestina, aliponaswa kwenye video akiwadhulumu wanaharakati ambao walikuwa wamefunga safari kuelekea Palestina kwa nia ya kutoa msaada, lakini walikamatwa na jeshi la Israel, na sasa kitendo chake kimezua shutuma za kimataifa kuhusu jinsi Israel ilivyowatendea wanaharakati wanaounga mkono Palestina waliokuwa ndani ya msafara wa misaada uliokuwa ukielekea Gaza na ambao ulizuiwa na vikosi vya wanamaji vya Israel. Marekani, Uingereza, Ufaransa, Italia na Kanada ni miongoni mwa nchi zilizoonyesha hasira baada ya waziri wa usalama wa taifa wa mrengo mkali wa kulia Itamar Ben-Gvir kuchapisha video ikimwonyesha akiwadhulumu wanaharakati waliokuwa wamepiga magoti huku mikono yao ikiwa imefungwa nyuma migongo yao. Walikuja wawili na majivuno makubwa kama mashujaa wakubwa vile. Tazama, ona jinsi walivyo sasa.
Tazama jinsi walivyo sasa, si mashujaa wala chochote, wafuasi wa ugaidi. Namwambia Waziri Mkuu Netanyahu wanikabidhi mimi kwa muda mrefu zaidi, watupatie kwa ajili ya magereza magaidi. Hivyo ndivyo inavyopaswa iwe. Vitendo vyake pia vilikabiliwa na ukosoaji wa nadra kutoka kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye alisema kuwa haviendani na maadili ya Israel. Kundi la haki za binadamu linalowakilisha waliokuwa wamezuiliwa lilisema kuwa walifanyiwa unyanyasaji wa kimwili uliosababisha majeraha makubwa. Huyu hapa ni mmoja wa mzazi wa mwanaharakati mmoja akielezea hisia zake baada ya video hiyo ya waziri kusambaa mitandaoni. Niliona sehemu tu kidogo yake, niliona ni vigumu kuitazama. Hata hivyo, sijashangazwa na ukatili wa utawala huu. Ndio maana mwanangu ambaye ni kijana wa umri wa miaka 24 alimaliza hivi karibuni chuo kikuu na mwenye moyo wa kutetea haki aliamua na kutumia uwezo wake wa kutetea na kusema kwamba anataka kupeleka misaada kwa watu wa Gaza wanaoteseka. Mawakili wa wanaharakati hawa wamesema kwamba wengi wa wanaharakati hao walipata majeraha ya kuvunjwa mbavu na kusababisha wengi wao kuwa na shida ya kupumua, vilevile matumizi ya vitoa machozi wakati wa kukamatwa kwao. Kundi hilo lilisema kuwa wanaharakati hao pia walifanyiwa udhalilishaji mkubwa pamoja na unyanyasaji wa kingono. Zaidi ya boti 50 zilizokuwa sehemu ya msafara wa Global Summit Flotilla ziliondoka nchini Uturuki Alhamisi iliyopita zikiwa zimebeba kiasi kidogo cha misaada. Watu 430 kutoka zaidi ya nchi 40 walikuwa ndani ya boti hizo. Israeli ilipuuzilia mbali hatua hiyo na kuita onesho la propaganda kwa ajili ya Hamas. Jumatatu asubuhi, makomando wenye silaha wa jeshi la wanamaji la Israel walianza kuzuia msafara huo katika maji ya kimataifa magharibi mwa Cyprus, takriban maili 250 za baharini kutoka pwani ya Gaza ambayo iko chini ya mzingiro wa bahari wa Israel. Waandamanaji wa GSF walisema kuwa boti zote zilikuwa zimezuiwa kufikia Jumanne jioni, huku moja ikifanikiwa kufika ndani ya maili 80 za baharini kutoka eneo la Palestina. Walishtumu Israel kwa uchokozi haramu katika bahari kuu na kusema kuwa makomando wa Israel walifyatua risasi kwenye boti 6 na kutumia maji yenye nguvu kutoka kwenye mizinga ya maji, na kwa maksudi waligonga moja ya meli hizo. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema hakuna risasi halisi zilizotumika na kusisitiza kwamba haitaruhusu uvunjaji wowote wa mzingiro halali wa baharini dhidi ya Gaza. Na Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Iran imesema inaendelea kupitia mapendekezo hivi karibuni kutoka Marekani kuhusu kumaliza vita hivyo. Inaarifiwa kuwa mapendekezo hayo yamefikishwa kwa viongozi wa Iran kupitia Pakistan, ambapo waziri wa mambo ya nchi za nje ya nchi hiyo alitembelea Iran siku ya Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atasubiri kwa siku chache kupata majibu, lakini ametoa tena onyo la kuchukua hatua za kijeshi iwapo Iran haitakubali masharti hayo. Wakati huo Iran imechukua hatua zaidi ya kuimarisha udhibiti wake katika mlango bahari wa Hormuz, ikitaka meli zote zinazopita katika eneo hilo kuwasiliana na mamlaka mpya iliyoanzishwa. Zaidi na Victor Kenani. Ziara inayotarajiwa ya Field Marshal Asim Munir, mtu mwenye ushawishi mkubwa anayezidi kuwa na nafasi muhimu katika mahusiano ya kigeni ya Pakistan, inakuja siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuonya kwamba mazungumzo ya kumaliza vita yalikuwa kwenye ukingo kati ya kufikiwa kwa makubaliano au kurejea kwa mashambulizi tena. Kusitishwa kwa mapigano mnamo Aprili 8 kulisitisha vita vilivyoanzishwa wiki chache kabla na Marekani pamoja na Israel, lakini juhudi za mazungumzo hadi sasa zimeshindwa kuzaa makubaliano ya kudumu ya amani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esmail Bakei, alisema jamhuri hiyo ya Kiislamu ilikuwa ikichunguza hoja zilizopokelewa kutoka kwa Washington, huku akirejea matakwa ya Tehran ya kuachiwa mali zake zilizogandishwa nje ya nchi na kukomeshwa kwa mzingiro wa majini wa Marekani. Vita vya maneno vimechukua nafasi ya mzozo wa wazi, lakini mkwamo huo unaendelea kuathiri uchumi wa dunia, ukiwacha kila mtu kuanzia wawekezaji hadi wakulima katika hali ngumu ya kutokuwa na uhakika.
Mwezi Aprili, Pakistan ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo pekee ya moja kwa moja kati ya maafisa wa Marekani na Iran yaliyofanyika tangu Februari 28, siku ambayo vita vilianza. Munir alikuwa katikati ya shughuli wakati wa duru hiyo ya mazungumzo, akiwasalimu wajumbe wa pande zote mbili walipowasili na kuonyesha ukaribu mkubwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Lakini mazungumzo hayo hatimaye yalishindwa, huku Iran ikishtumu Marekani kwa kutoa matakwa yaliyopitiliza. Tangu wakati huo, pande hizo mbili zimetumiana mapendekezo kadhaa, huku tishio la kurejea katika vita likiendelea kuwepo muda wote. Rais Donald Trump alisema makubaliano yanaweza kufikiwa haraka au katika siku chache, lakini akaonya kwamba Tehran italazimika kutoa majibu mazuri kwa 100%. Inaweza kwenda haraka sana. Iran ni taifa lililoshindwa. Tunazungumza na baadhi ya watu, na kwa kweli lazima niseme hivi, tunazungumza na watu wazuri sana. Tunazungumza na watu ambao nafikiri wana mantiki zaidi kuliko wale ambao kwa sasa hawapo tena. Tunazungumza na watu wenye vipaji, wenye akili timamu, na kwa kweli tumevutiwa nao sana. Kwa hivyo tunatumaini watu hao watafikia makubaliano ambayo yatakuwa mazuri kwa kila mtu. Mpatanishi mkuu wa Tehran, Mohammad Bagher Ghalibaf, siku ya Jumatano alishtumu Washington kwa kutaka kuanzisha tena vita, akionya kuhusu jibu kali iwapo Iran itashambuliwa. Trump anakabiliwa na shinikizo la kisiasa nyumbani, huku gharama za nishati zikiongezeka. Kusitishwa kwa mapigano kulisimamisha mapigano, lakini hakujafungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambayo kwa kawaida hubeba 20% ya mafuta ya dunia na gesi asilia iliyoyeyushwa. Mustakabali wa Hormuz unaendelea kuwa kikwazo kikuu katika mazungumzo hayo, huku hofu ikiongezeka kwamba uchumi wa dunia utapata maumivu wakati akiba za mafuta zilizokuwepo kabla ya vita zitakapopungua. Iran iliweka mzingiro wa Hormuz kama sehemu ya kulipiza kisasi katika vita hivyo, ikiruhusu idadi ndogo tu ya meli kupita katika wiki za hivi karibuni, huku ikianzisha mfumo wa ushuru wa kupita. Chombo kipya cha Iran kinachosimamia Hormuz kilisema eneo lake la udhibiti linafikia hadi katika maji ya Falme za Kiarabu, jambo lililosababisha ukosoaji mkali kutoka kwa Abu Dhabi. Victor Kenani. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji wa mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni, na asante na mnakutakia mchana mwema.